Bushra TV. لكم بالسلام من فؤادي كما المسن يسكي كل وادي. سلام لو رآه الناس يحجزه لمد نهره كل الأيادي. ولكني أخص به أناس هم الأحباب من بين العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله خالق النسى وباعث الرمى، نجى نوح في السفينة من الغرق الذي عم، ومن طغيان فرعون سلم موسى ونجه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يدم من رجف وبه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم التم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وأنقاد واستسلم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الهادي، خير من حضر الموادي وأبر من ركب الخوادي، وفاق الليوث العوادي. كرم الله ذكره بذكره على لسان ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر. وبعث ومعلم الطريق الإيمان قد عفا، ونوره خبا فأنار ما خبا، وشيد منه ما عفا، وشف بكلمة التوحيد على من كان على الشفا. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، صلاة دائمة ومستمرة إلى يوم نلقاه. جل الذي بعث الرسول رحيما، بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله. يا أيها الراجون صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك الوجه صائدا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابا دوام ستر الأبدا. آمين. فيقول سبحانه وتعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa nazirejesha shukurani za dhati kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ameniwezesha mimi pamoja na nyinyi ndugu zangu katika imani kudiriki kuipata siku ya Juma kama ya leo. Ndugu zangu katika imani, najua watu watakuwa na ajabu kwa sababu sehemu kama hizi hazitufai sisi, lakini kwa kuwa kumetokea dharura lazima tufanye nini? Tutekeleze. Kwa sababu Rasul anakuambia ukitembea na mchawi na wewe utakuwa mchawi, ukitembea na mvuta bangi na wewe utaitwa mafuta bangi. Sasa kwa kuwa mimi leo nilipata sharafu kama hii, kwa kuwa tu nipo pamoja na shekhe langu, sasa amekosekana yeye, kwa bahati mbaya
nimeambiwa na mimi nizungumze, ingawaje sina ya kuzungumza, lakini namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniafikie ambayo kwamba nitazungumza. Ndugu zangu katika imani, Waarabu wanasema kwamba likulli maqamin maqali wa likulli maqali arrijal. Anasema kwa Waarabu kila sehemu ina maneno yake, na kila maneno pia nayo yana watu wake wa kunena. Kwa hivyo mimi si miongoni mwa wale ambao kwamba wanafaa kunena maneno kama haya, lakini kwa kuwa naitarajia maangalizi yenu ya rahma ama ya nadharati ambazo kwamba zitaniwezesha ili nifikie zile daraja ambazo kwamba za wale ambao kwamba wanastahili kuzungumza maneno kama haya. Ndugu zangu katika imani, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ndio mwanzo wangu wa kusimama katika msikiti kama huu. Watu wanasema kwamba idha urifa sabab batila al-ajab. Mtu ataona ajabu kwa sababu hajajua sababu ni nini, lakini akishajua sababu hawezi kuona ajabu, pale pale ajabu inaondoka. Sasa kwa hivyo sisi tutaona ajabu kwa kuwa mimi nimesimama hapa, lakini tukishajua ni nini sababu, hakuna mtu ambaye kwamba atastaajabu kwa kuwa mimi nimesimama hapa. Mwenyezi Mungu ametujalia na neema, ikiwemo kwamba akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ila akhir al-aya. Mkianza kuzianga neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala hamwezi mkazimaliza. Kwa nini niseme nukta yangu maneno kama haya? Mtume anasema kwamba neematani maghbunu fihi makathiru minan nas. Neema mbili zimekwenda kuponjwa miongoni mwa watu ambao ni wengi. Akasema nini Mtume? Akasema aswiha wal faragha. Ile swiha pia ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosikia mashaka zetu kwamba kila neema ambayo kwamba tunayo, hata kile chakula unachokila utaenda ukaulizwe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mimi na wewe tumeipata neema kama hii, swiha tuko nayo, kisha faragha, muda kuna watu ambao ni Waislamu sawa, lakini hawajapata neema kama hii ya kuhudhuria katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kuwa mimi na wewe tumepata fursa kama hii, hatuna budi kusema alhamdulillah. Thamania tuntajiri ala nasi kullihim wala budda lilisali yalka thamania sururu wa huznu wa ijtimau wa furqatun wa yusrun wa usrutun wa sukmun wa afya. Ikiwa wewe una afya, basi tayari inatosha kwamba umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambayo kwamba amekujalia nayo, kwa sababu neema ya uzima ni neema ambayo kwamba ni neema adhim. Lakini kwa kuwa sisi tuna kaida, hatuwezi kuiona neema ama hatuwezi kushukuru kwa neema mpaka ile neema ituondokee. Lau sasa mimi nina macho mawili, lakini lau Mwenyezi Mungu inatokea ajali jicho langu moja likaondoka, basi pale pale nitashtakia, nitakuwa ninakuwa na madhara ama ninakuwa na maumivu. Kwa sababu gani? Nilipokuwa nayo macho mawili sikujua kama ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini nikiondoka ama ile neema ikiondoka mojawapo, ndio pale pale utajua kwamba umuhimu wa neema ama umuhimu wa kile kitu ambacho kwamba uko nacho. Thamanu shay'in inda faqdihi, thamani wa kitu ni pale kinapoondoka kile kitu. Uko na mwanamke uone thamani yake, lakini lao atolewa na mtu mwingine, basi pale pale utajua thamani ya yule mwanamke. Ndugu zangu katika imani, haikuwa ni nukta yangu kuelezea mambo ya neema, lakini ni njia tunapita. Nimesoma aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, ila akhir al-aya. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba. Mwenyezi Mungu kutuonesha jinsi gani kwamba yeye ni hodari wa lugha kuongea. Kwanza ameleta katikati ya aya kumekuja wahul afi, kisha kukaja lamu ya kiapo, ambapo kwamba wanazuoni wakina hawa wanaita kwamba alamu waqiyatu fi jawabi qasami mahdhufi takdiruhu wallahi.
Mwenyezi Mungu anasema kwamba wala kad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum, nimewapatia kiama, nimewahusieni wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu nyinyi, anitakullaha, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema kwamba tani kathratul mabani tani kathratul maani. Ukiona kitu kimekuwa takrir, kimerudiwa, ima ni hadithi, ima ni Qur'an, basi jua kile kitu kina manufaa mengi. Mathalan, tukizungumzia ilmu katika sura Mwenyezi Mungu amezishikisha sura, aya 5 nzima zinazungumzia ilmu na hadithi nyingi ambazo kama zinazungumzia ilmu. Hicho ni kitu ambacho kama ni muhimu, kama kilithibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambia kwamba ikra, ikawa ni fi'lu amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuegemezwa kwa Mtume Muhammad. Sisi pia ni juu letu kusoma ilmu. Ndugu zangu katika imani, nataka kuzungumzia kuhusiana na uchamungu, kwa sababu kama nilivyosema kwamba ukiona kitu kimerejelewa, kimefanya takriri ndani ya Qur'an, jua hicho kitu kina manufaa. Sasa ukiangalia Qur'an nzima kuna aya tofauti, ima kati yake mwisho wake imezungumzia uchamungu, inna lilmuttaqina mafaza. Hiyo pia ni aya ambayo kwamba inazungumzia uchamungu, na aya nyingine ambazo kwamba zipo ndani ya Qur'an. Kwa nini Mwenyezi Mungu azungumzie uchamungu? Ni kitu gani? Taarifa yake ni nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu azungumza, tuambie kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala? Tukiangalia wasio wa Bwana Mtume, wasio mwingi ambao kwamba anawapatia maswahaba, ikiwemo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mimi na wewe, lau tutaacha wasia, basi hatuwezi kuacha wasia ambao kwamba ni msururu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanahusia watoto wao ama vijana wao kwa maana muhusia mali, kisha mali zile zinakuja kuwa fujo mbeleni. Kwa sababu gani? Sio mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, at-taqwa, Sayyidina Ali aliulizwa matakwa ni nini takwa, akasema kwamba at-taqwa hauna uchaji uko katika roho ama katika nafsi, kwa sababu huwezi jua mtu ana uchaji ama ana, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ametufanyia tuwe nacho sana, ama tukikithirisha katika maisha yetu. Tukaambiwa kwamba inna lilmuttaqina mafaza, wote ambao kwamba atamcha Mungu subhanahu wa ta'ala atafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwangalie Ibn Mas'ud kuizungumzia takwa, na kabla hatujamgusia Ibn Mas'ud, tuangalie nini maana ya taarifa ya takwa. Wanazuoni wanasema kwamba hiya al-ibara an imtithali awamiri llahi ta'ala wa jitinabu nawahihi dhahira wa batina ma'a istish'ari ta'dhimi lillahi wa khashyati llah, kwamba ni ibara ama ni maneno an imtithali awamiri llahi ta'ala, kufuata sheria ama kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabu, na kujiweka nazo mbali na wahi ambazo kwamba amezikataza Allah subhanahu wa ta'ala, batinan wa dhahiran ma'a istish'ari ta'dhimi lillahi, pamoja na kujivesha ama na kujipamba kwa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala khashyati llah, na kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anatutakia sisi kheri, na ukiona kitu ambacho kwamba amekifanya na kizungumza katika Qur'an, kisha kikawa watu wa nyuma walifanya kabla yetu sisi, haimaanishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pengine ametuchukia. La, anatuangalia ama anatupa mtihani ili tuangalie na angalie nani atakayefeli, nani atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr kutoka kwa Abu Dharr. Abu Dharr ni sahaba, lakini tuangalia anamwambia nini Mtume. Anamwambia kwamba ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, niusie mimi ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Abu Dharr Mtume, ausini ya Rasulullah, niusie mimi ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tuangalie Mtume anamuhusia nini? Anamwambia ya Abu Dharr,
uswika bitaqullah. Maneno madogo tu, lakini ukiyaweka katika ratili ni maneno makubwa, ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi kaida yetu ya sisi binadamu, hatuwezi kuona kitu madhara yake ama faida yake mpaka tukidhibiti kile kitu kwa hisia ama kwa macho yetu. Maneno kidogo namwambia uswika bitaqullah, na kusia wewe Abu Dharr kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Fa innahu rasul amri kulli. Akamwambia kwamba huko kumcha Mungu ama kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kichwa cha kila jambo. Leo hii tunaona kwamba tukimwona mtu amejifungamanisha na ibadati, tunaona kwamba yule ni mtu ni duni. Tukiona mtu ambaye kwamba anafanya tekeleza ibadati zote, anafanya kila ambayo kwamba anamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tunamuona kwamba ni dalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kaida yetu, tusikatae Uislamu. Lakini yule mtu ambaye kwamba atajifungamanisha na ibadati, ima ni ibadati za faradhi za sunna, ndiye bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu ametuwekea vishawa, ametuwekea kizibo, hatujui tunaenda wapi. Na lao tungalijua kule tunakoenda, tungechukia hivi vitu vyote vya duniani na tungejipamba na sifa ya ucha Mungu. Na kumcha Mungu subhanahu wa ta'ala ni kufuata zile sheria ambazo tumeambiwa, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia katika riwaya nyingine, akamwambia kwamba alaika bitaqwallahi fa innahu jima'u kulli khair. Na kusia wewe Abu Dharr kwamba mche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa huko kumcha Allah ni kukusanya kila khairi ambazo kwamba zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena khairi zote, hakuja pendelea khairi ndogo wala kubwa, ni khairi zote ambazo kwamba zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tunaona haya maisha tu ya duniani ndio maisha tutaishi milele. Lakini Mtume anamwambia Umar, anaenda kufi dunia kaannaka gharibu au abiri sabili. Haya maisha ya duniani ni kupita. Tufanye yale ambayo kwamba yanastahiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tujikataze na yale ambayo kwamba ameyakataza Mola subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud akatilia nguvu maneno kama akasema kwamba ukitaka ujijue na takwa, ama takwa ni nini? Akasema an yutaa fala yunsa wa an yushkara fala yukfara wa an yudhkara fala yunsa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukitaka miongoni mwa watu ambao kwamba ni wacha Mungu, an yutaa fala yunsa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kazi yake kubwa ni kutuiwa, wala usimwasi. Na ukijiona una mambo haya kwamba unamtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unamtaja kila uchao, kisha unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi jua unaelekea katika kuwa miongoni mwa wale muttaqin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonyesha jinsi gani ya kwa tunaweza kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwenyezi Mungu anasema kwamba tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul adhim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana kipenzi chake, tutajiuliza kwamba mbona Mwenyezi Mungu anasema kwamba qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Lakini ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad ni kipenzi chake, na lau utamtii Mwenyezi Mungu kisha ukamwacha mtume, utakuwa bado hujaingia katika ile aya ama hujaingia katika yale matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni umtii Mwenyezi Mungu kisha wa rasulahu yudkhiluhu jannati tajri. Mwenyezi Mungu sio kwamba ataingia mtu huyo, la, atamuingiza mtu huyo katika pepo, tena chini yake kuna pita mto, ataishi humo milele katika pepo, la yamutu fiha wala yahya. Ukiingia peponi hakufiwi, hakui hai, na vile vile motoni pia vile vile la yamutu fiha wala yahya. Sasa tujue ndugu zangu katika imani, sisi tukitaka tuwe minal muttaqin ni lazima tufungamane na mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Tumtii Mwenyezi Mungu, na tukimtii Mwenyezi Mungu tuegemeze kwa mtume wake, kwa sababu Mtume Muhammad ni kipenzi chake. Na lau si mtume, sisi tusingalikuwa tunye kuswali swala hizi za faradhi, ama tusingalikuwa tunajua kufunga sisi.
Lakini kwa jaa ya Mtume Muhammad leo hii tunafunga, tunajua kwamba kuna kufunga, tunajua kwamba kuna kwenda kuhiji, tunajua kwamba kuna swala za nini, za nafila, swala za sunna. Yote haya sio kwamba tulifanya juhudi sisi, la, ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chake. Lakini leo la utamkithirisha Bwana Mtume kumtaja, baadhi ya sisi Waislamu tutakuwa ni wenye kuleta mushkili katika sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini al-asl tujue kwamba Waislamu, ukiwa mcha Mungu ni lazima ufungamane na ibadati, lazima ujikurubishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba wa man ya'sullaha wa rasulahu, kisha hajaacha hapo, akasema kwamba kule tumeambiwa aya ya kwanza, ametuambia kwamba atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika nini? Katika pepo. Chini yake anatuambia kwamba wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun adhim. Muhimu ndugu zangu katika imani, sisi bado tuna kazi ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu ambao kwamba walimjua Allah, watu ambao kwamba walimjua mtume, lakini bado walifanya zile taati ili kuwa karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo hii lao utajifungamanisha na lao Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa minal muttaqin, pia kuna kazi. Kwa sababu gani? Ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote, muombe na hekima, muombe na akujalie kuendesha kile kitu chako unachokitaka, ile neema, kwa sababu unaweza kuruzukiwa. Ni wangapi ambao wanataka mali, Mwenyezi Mungu akawapa mali, lakini angalia wanapotea na mali zao, ama wamepotea na zile mali zao. Ni wangapi ambao wamelia wanataka watoto, Mwenyezi Mungu akawapatia watoto, lakini angalia watu wanakufuru kupitia na watoto wao. Ndugu zangu katika imani, tutaona kwamba hivi ni vitu ambavyo kwamba ni hadithi ama ni hekaya, lakini kila kitu kina mazingatio ya Uislamu. Ukipewa ucha Mungu, lau utamuomba ucha Mungu, Mwenyezi Mungu akupatie, basi muombe akupe uwezo wa kuendesha ule ucha Mungu wako, akupe hekima, akuondolee kibri. Lau kwa sababu akikujaza ucha Mungu utakuwa na kibri, kwa sababu kibri ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna bwana mmoja alikuwa ni mcha Mungu sana katika mji kama hivi Kitengela, akawa anafanya ibadati sana, mpaka ikafikia wakati akawa yeye anasema kwamba ni nani ibada zangu ninazozifanya, nani ameniweza kufanya ibada kama mimi? Ndio nawaambia Waislamu, ukiomba neema yoyote iombe. Tumwangalie Nabii Ibrahim, amuomba mtoto, lakini akasema nini? Nijalie mtoto mwema, si mtoto tu, mtoto mwema. So ukiomba kitu chochote, omba kilicho chema. Nataka utukufu mimi, lakini uwe angalia Firauni ni nani? Alikuwa Firauni ni mwenye elimu kabisa. Muangalie elimu yake kwapi? Muangalie ni Khazazin ama Iblis. Alikuwa kitu abasijida. Muangalieni yuko wapi? Sasa kila kitu ukiomba Waislamu, omba na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Akishakupatia kile kitu, muombe busara ya kupeleka kile kitu chako. Yule bwana akasema kwamba katika mji huo wa Kitengela hakuna anaeleza kwa ibada ni. Zamani ilikuwa Iblis anakukabili macho kwa macho, ni kinyume na sahihi. Sasa unasema kwamba nimeingia na Iblis na hujamuona, lakini zamani Iblis anakuja sura kwa sura. Yule bwana akamuona Iblis siku moja ameketi katika maskani yake. Iblis anapita, ameshika tita la funguo. Zile funguo tunaambiwa katika history ni funguo za kutupoteza sisi. Kila mtu ana funguo yake katika yule bwana Iblis Khazazin. Yule bwana akamwita Iblis, "Ekija, msenjo." Akamwambia, "Hivi kiniangalia mimi kwa ucha Mungu wangu, nafanya ibada zote, pana funguo yangu hapo." Iblis akacheka sana. Akamwambia, "Shekhe, hapa hapana funguo yako." Akamwambia, "Nilijua kwa sababu mimi nafanya ibada usiku na mchana. Hapana funguo yangu. Mimi ni mtu mwingine mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Iblis akacheka, akamwambia, "Mbona unacheka?" Anamwambia, "Nimemaanisha kwamba hapa hapana funguo yako, kwa sababu nikitaka kukupoteza wewe ni kazi ndogo, natumia kidole tu, ncha kidole cha mwisho." Subhanallah. Yule bwana anaambia kwamba nikitaka kukupoteza, hizi funguo ni za watu ambao wamezama katika ibadati, ni wacha Mungu. Lau nitataka kukupoteza wewe, natumia nini?
ncha ya kidole. Kwa hivyo shekhe, hapana funguo yako hapa. Vipi unadharau? Akasema hapana funguo yako. Na kama nataka kuona sasa, tutaona kwa mbele. Yule bwana na ambaye aliondoka katika ile sehemu kwenda kuzidisha ibadati katika sehemu za vijijini. Alipofika kule akajenga kibanda chake ama hema lake. Sasa siku moja ikampitia kwamba kama saa 12 kuna baridi na yuko katika sehemu za mashambani, pengine kuna mto. Mara ghafla akamwona mwanamke mrembo sana, na tunajua sisi udhaifu wetu ni wanawake. Hilo lipigiki Uislamu. Hakuna mmoja kwamba ana moyo mgumu mbele ya mwanamke. Sawa? Sasa yule bwana akamwona mwanamke mzuri mrembo kabisa, ambaye kwamba ana kila sifa. Kisha anatetemeka, amevaa nguo ambayo kwamba ni transparent, inaonyesha mpaka ndani. Akamkabili yule bwana, anajifanya yeye imani kwa sababu yeye ni shekhe. Akamwambia vipi? Akamwambia bwana, mimi nimetoka sehemu fulani na mimi naenda sehemu fulani. Kwa hivyo mimi nimepatwa na hii jioni na sijui nitafanya nini na isibaridi sana. Akamwambia sasa tufanye nini? Akamwambia naomba hifadhi, kesho asubuhi niondoke. Kule aliambiwa hakuna funguo yako na kitaka kupoteza ni dakika ndogo na kidole, ncha ya kidole. Akabisha, akamwambia sawa, tutapatana. Yule mwanamke akamchukua akaenda naye katika hema. Usiku unapoingia, tunajua kwamba Mtume anasema kwamba ittiqa'u basharatain, ngozi mbili zikigusana ya mwanamke na mwanamume lazima kutakuwa na magneti fulani, labda kai ni maharimu yako. Sasa yule bwana akamchukua yule mtoto wa kike akamhifadhi usiku. Jamaa akainuka usiku anafanya ibadati kabisa na khushu'. Ikafika temu fulani kama saa 6 saa 7, yule mwanamke akampisha ile sehemu anaolala yeye ni kwenye kikeka kimoja na shuka lenyewe ni moja. Kwa kuwa yeye ana imani anakesha katika ibadati, akampisha yule mwanamke akamwambia lala, mimi nafanya ibadati. Akaachwa. Baada ya muda yule mwanamke akainuka usiku. Akamwambia vipi mzee? Njoo tulale. Yule bwana akasema tuje tulale vipi na mimi ni mwanamume na wewe ni mtoto wa kike? Njoo tulale, kuna nini? Njoo tulale bana. Njoo tulale. Yule bwana akakubali. Akaenda kulala. Lakini akamwambia sharti moja. Shuka utajifunika wewe, mimi sijifuniki nini? Shuka. Ittiqa'u basharatain. Baada ya muda yule mwanamke akabadilisha tena mawazo, akamwambia vipi, kuna baridi nyingi, tujifunike shuka. Yule bwana akakataa, kisha akajifunika shuka. Majara yakapita yaliyopita. Kuamka asubuhi, nimesema kwamba hazigusani ngozi mbili ya mwanamke na mwanamume. Kama mtu pengine si mama yako wala si dada yako, ni mtu baki ukaa naye ukagusana naye alafu ukawa wewe hakuna magneti zozote, inahitajia uchamungu mkubwa sana. Mimi siwezi. Sawa? Sasa pale wakalala, wakajifunika shuka moja, yakapita aliyopita. Kwamba asubuhi ile bwana akajigeuza kwa yule ibilisi akamwambia, nilikwambia nilikwambia uwezani na nini? Hakuna fungo yako katika hazina yangu, nilitumia kidole tu. Yule bwana uchamungu wako kufanya nini? Ukapotea. Sasa kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ukitaka kuomba kheri yoyote, ukitaka kuomba kitu chochote, kiombe ndani yake kiwe chema. Kwa sababu unaweza kuomba cha Mungu, Mungu akakupa ukawa na kibri, ikawa bado cha Mungu wako bado mbele ya Mwenyezi Mungu hauja. Tumwangalie Saidina Ali. Saidina Ali akatilia nguvu maneno yake akasema kwamba ya khawfu min al-jalil wal amalu bitanzil wal qanatu bil qalil wal istidad li yawm ar-rahim. Kwamba ukitaka kuwa mcha Mungu, sawa, ya khawfu min al-jalil ni kuhofu kutoka maana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuhofu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu bitanzil, na kukufanyia amali kile ambacho kwamba kimeteremshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nini? Al-Qur'anul Karim. Wal qanatu bil qalil, na kuwa na kanaa na kile kichache ambacho kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Leo hii sisi hatuhesabu kama tuna neema ama hatuhesabu kama tuna mali mpaka tuwe na mali, yani tuwe na magari kama ni manyumba, ndio utajua hapa kweli nimekuwa na mali, Mwenyezi Mungu ameniruzuku. Lakini kitu kidogo ambacho kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku, hiyo ni neema. Sasa uwe ushukuru na kile kidogo ambacho kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Ndio Mtume anasema kwamba raaitu qanaa rasul ghina,
Mtume anasema kwamba nimeiona kanaa kwamba ndio ni kichwa cha utajiri. Ukitaka kuwa tajiri kuwa na kanaa. Tosheka na kile ambacho kama Mwenyezi Mungu amekugawanyia nacho. Lakini lao utapewa Mwenyezi Mungu atakupatia, kisha utataka Mungu atakupa. Je, mwisho wake ni nini? Ile mali yako itakupelekea mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala hasara. Ndugu zangu katika imani, ndio tunaambiwa kwamba khali dhunuba saghiraha wa kabiraha takatuka. Jivue na madhambi madogo yawe makubwa. Huo ndio cha Mungu. Ukitaka kuwa mcha Mungu, ukitaka kujijua wewe ni mcha Mungu, yale madhambi madogo epukana nayo. Kwa sababu sisi tuna kaida kwamba ile nimelifanya ni dogo. Sawa? Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu, kila hesabu ambayo utaifanya imehesabiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sasa ndugu zangu katika imani, sisi bado tuna kazi ndefu. Lazima tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wacha Mungu, tufikie daraja za wale. Nabii Ayubu alikuwa ni nani? Alikuwa ni nabii. Kaumwa. Sawa? Kaumwa mpaka watu kijijini wanamkataa, wanaenda kumtupa, wanamsemanga. Lakini tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kwaka alionayo. Anasema kwamba mimi namshukuru Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Mwenyezi Mungu aniachie ulimi wangu wa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na moyo wangu wa kumjua yeye. Je, mimi na wewe tunaweza ndugu zangu katika imani tupatwe na mitihani, kisha hapo tumuombe Mwenyezi Mungu atuachie moyo tu na ulimi wa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mimi ni mzima tu, lakini lao utaniuliza nimemtaja Mwenyezi Mungu mara ngapi, pengine nitakwambia mara 2 mara 1, na niko salama kabisa, ni mzima wa afya. Je, tumetegemea nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni nani atakayekwenda huko kuonana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba walibasu taqwa dhalika khair. Vazi la ucha Mungu ndio vazi bora. Ukitaka kujipamba na vazi, basi ni vazi la ucha Mungu. Leo hii tunaona kwamba ukivaa kanzu nzuri, ukivaa jinsi nzuri, ndio kwamba umetokea, yani ndio umeyapatia maisha. La, ni wangapi ambao kwamba walikuwa ni duni lakini ni wanamcha Mungu katika nafsi zao. Tumesema kwamba hakuna anayejua pima ama kiasi cha mwenzake katika nafsi cha ucha Mungu isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hebu tuwe na ile tashabba, tujifananishe ndugu zangu katika imani, kwa sababu safari tunayokwenda ni ndefu. Waislamu, safari tunayokwenda ni ndefu, inahitaji maandalizi marefu. Ista'idda bil mauti qabla nuzuli al mauti. Tujiandalieni na hii safari, kwa sababu safari inahitaji vitu vyote. Hii dunia tumepakata dunia, yote haya ni vitu vya kupita, lakini tunaenda mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kule kunaangaliwa kwamba ni mcha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza. Hebu tuangalieni Uislamu, tujipambeni na hii sifa ya ucha Mungu. Najua kwa sababu inakuwa ni ngumu, lakini tujilazimisheni Uislamu, kwa sababu kila kitu ambacho kama kina manufaa nimesema, basi jua hicho kitu kina nini, kinamsumbua moyo. Masuala ya saumu, Mwenyezi Mungu ameweka saumu, chakula ni chako, maji ni yako, mwanamke ni wako, lakini hupasi kumwingilia mpaka zile sheria ambazo kama Mwenyezi Mungu ameziweka. Chakula ni chako, ufai kukila mpaka ufanye nini, mpaka ule wakati ambao kama Mwenyezi Mungu amefanya nini, ameweka. Ni kitu ambacho kama kinisumbua nafsi, lakini ndio kitu ambacho kwamba kina manufaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio yule mshairi mmoja akasema kwamba lastu ala saada jamaa mali walakin taqiya wa sa'id wa taqwallahi khairu zadi dhikra wa inda Allahi lil'atika mazid. Hakuna bwana ambaye kwamba ni kukusanya mali nyingi. Mcha Mungu ama bwana ni yule ambaye kwamba atakuwa ni mcha Mungu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yoyote, na ipambe na vazi la ucha Mungu, kwa sababu kuna watu ambao kwamba tutakuwa miongoni tumevaa mavazi lakini tupo uchi. Lakini vazi la ucha Mungu ni vazi ambalo kwamba halibanduki duniani wala akhera. Ni kitu ambacho kwamba mtu yeyote hawezi kukiona, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hesabu ambayo kwamba haipungui. Mwenyezi Mungu hadhulumu mtu yote. Chochote unachokifanya Mwenyezi Mungu anakulipa. Kitu chochote hata kama ni kidogo, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakulipa kutokana na kile kitu ulichokifanya. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani,
kwa machache ambayo kwamba ndani yake yamekoseka sana, kwa sababu al-kamalu lillah, aliyekamilika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama itakuwa nimepata, basi pia sio ujanja wangu wala kwamba najua sana, la, ni taufiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na maangalizi yenu ya kunitizama kwa huruma, kwa sababu kutizama tu ni kitu kimoja ambacho kwamba kitafanya mtu afaulu. Sasa ikiwa nimepata, ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama itakuwa nimekosa, basi itakuwa ni uvivu wangu, ni ujinga wangu. Kwa hayo machache ambayo kwamba yamekoma hapo, tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.